Mkutano wa pili wa bunge la 13 ambapo pamoja na mambo mengine kikao cha kwanza kimetumika pia kujadili hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyotoa mwelekeo wa serikali anayoiongoza kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Serikali imejipanga kikamilifu kutekeleza vipaumbele vyote vilivyoainishwa. Serikali imeainisha maeneo mbalimbali ya utekelezaji na kupanga mpango kazi wa utekelezaji wa muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu, na tayari utekelezaji wake umeshaanza kutekelezwa kwenye maeneo kadhaa. Eneo la bima ya afya kwa wote likawa sehemu ya mjadala, huku wabunge wakatoa mapendekezo yao. Tumeona kuna package ya shilingi 150,000 kwa watu 6. Hii nilitaka kuomba tu kidogo serikali isikilize, kwa sababu we are African families. Ukipiga familia nyingi huko vijijini, kwa kweli kuwa na watu 6, ukishaweka baba ukaweka mama, watu 6 wanazidi. Kwa hiyo muone kama mnaweza mkaa na package extra, familia zenye watu 8, familia zenye watu 10, ili tuone jinsi wa accommodate wote waweze kuingia hapo. Nadhani kwa sababu ni majaribio, hili mtaichukua mweze kulifanyia kazi. Natamani sana kupendekeza, inawezekana kabisa kama taifa tukaweza kuwatibu Watanzania wote bure. Inawezekana kabisa. Na kwa mfano ndani ya chama changu tulitoa solution kwamba katika pato la taifa hata tukitenga 2.5% ya kuweza kuwasaidia Watanzania, Mheshimiwa Naibu Spika, tunaweza tukahudumia Watanzania milioni 11 ambao watapata bima za afya. Mjadala pia ukajikita katika maeneo mengine ikiwemo sekta ya utalii. Fedha, mapato yanatoka na utalii peke yake yangeweza kuendesha nchi yetu. Tunafanyaje tufike kwenye eneo hilo, Mheshimiwa Naibu Spika? Kama alivyoahidi Mheshimiwa Rais, ni lazima tukaweke mkazo kwenye miundombinu. Tuweke mkazo kwenye miundombinu kwa sababu takwimu zinaonyesha watalii wengi wanaokuja Tanzania kutoka nchi za Ulaya na nchi nyingine ni watu wazima ambao wanahitaji kwenda vizuri kwenye vivutio vyetu kutalii na kuondoka. Ni lazima tuweke mkazo kwenye miundombinu ili watalii wanapokuja wafurahie mazingira yetu na waweze kurudi tena Tanzania na mambo yaendelee kuwa mazuri. Sisi wawakilishi wenu kwenye maeneo yetu tutahakikisha pesa za mikopo wanapata vijana kweli wa masikini, wafanya kweli biashara ndogo ndogo, ili neema hii aliyoiweka Daktari Samia Suluhu Hassan, malengo haya ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kuwakabidhi nchi yao vijana waweze kuijenga wenyewe, tutahakikisha inafanyikiwa. Kikao hiki pia kiliambatana na zoezi la kiapo cha uaminifu na ahadi ya uzalendo kwa wabunge Dr. Godwin Mollel, Asha Hussein Saleh pamoja na Zulfa Maka. Ahmad Ali FM.